Nilisimama katikati ya barabara, nikishika chupa baridi ya Juma mikononi mwangu. Nyuma yangu, moshi ulikuwa ukitoka kwa nguvu kutoka kwa nyumba yetu. Watu walianza kukusanyika na sauti za gari la zimamoto zilianza kusikika. Niliacha chupa na kutazama Mama Juma, ambaye sasa alikuwa amesimama mbele ya moto. Alikuwa anacheka, kicheko cha ushindi. Maneno yake yalikuwa yakizunguka kichwani mwangu. Kitu kimoja nilichokipenda kwa mwana wangu kilikuwa ndani ya chupa hiyo, na sasa na wewe umekibeba. Nini alikuwa anamaanisha? Nilishtuka, nikiogopa hata kugusa chupa tena. Nilikimbia hadi kituo cha polisi cha karibu, nikitumia mshtuko wa kuungua kwa nyumba yangu kama kisingizio. Nilikaa kwenye kituo cha polisi, nikishikilia chupa. Gari la polisi lilikuwa tayari linaelekea kwenye eneo la tukio. Nilijaribu tena kumpigia Juma. Simu yake ilipokelewa. Halo? Sauti yake ilikuwa tulivu sana. Juma, nyumba inaungua. Mama anajaribu kuniua. Uko wapi? Kimya kirefu. Kisha Juma akajibu. Nani anajaribu kukuua, Fatuma? Mama amefika salama. Yuko nami hospitali. Kwa nini unapiga kelele? Nilikwambia tulia. Moyo wangu ulishuka. Alikuwa bado amefungwa. Mama Juma alikuwa ameondoka eneo ya moto na kurudi hospitalini kumwonyesha Juma kuwa bado yuko chini ya ulinzi. Ulikuwa unaota, Fatuma, Juma alisema. Unahitaji mapumziko. Sitaki kusikia kuhusu moto tena. Ninakuja nyumbani hivi punde, lakini nitakuja chumbani kwa mama kwanza. Tukutane. Alikata simu. Nilitambua, kama kweli Juma anakuja nyumbani, Mama Juma atarudi na kumfunga tena kwa nguvu zaidi. Nilikuwa na dakika chache. Niliangalia chupa. Ilinibidi kuivunja sasa hivi. Niliweka chupa kwenye meza ya kituo cha polisi. Nikatoka nje mwenda kutafuta jiwe. Niliporudi, kabla sijavunja, nilikumbuka picha ya Juma iliyobandikwa kwenye mwanasesere. Nilitulia. Nilitumia kucha kuvunja mkanda ulioishikilia karatasi iliyoandikwa ujumbe wa Mama Juma. Chini ya karatasi hiyo, niliona noti nyingine iliyoandikwa kwa herufi ndogo sana kwenye mkanda wa kubandikiza. Ilikuwa ni kama maelezo ya ibada. Ili kufungua kifungo, mwanamke lazima aondoe tumbo la mama kabla ya kugusa mwanasesere. Kukosa kufanya hivyo kutamfunga mwanamke milele. Tumbo la mama? Nini kilikuwa tumbo la mama? Niliangalia mwanasesere mdogo ndani ya maji. Kama nyekundu ilikuwa imemshika. Niliona uvimbe mdogo mwekundu karibu kama chembe-chembe ukiwa umening'inia kifuani mwa mwanasesere. Niligundua ule uvimbe mdogo ulikuwa ndio tumbo la mama. Nilikataa kabisa kuvunja chupa na jiwe. Sasa nilielewa, kama ningeivunja chupa, ningemweka Juma huru, lakini ningejifunga mimi mwenyewe kwenye kifungo cha Mama Juma. Lazima niondoe tumbo la mama kwanza. Niliangalia ndani ya begi langu la mkono. Niliondoka nyumbani haraka sana, kiasi kwamba sikuwa na chochote. Kitu pekee kilichokuwa kinaweza kukata uzi au kamba ni kikata kucha. Bahati nzuri nilikuwa nacho. Nilitikisa chupa kwa upole, nikamtoa mwanasesere. Nilikitumia kikata kucha kufungua kamba nyekundu iliyokuwa imeufunga uvimbe mdogo kwanza. Nilifanikiwa kukata kamba hiyo. Kama nilivyofanya hivyo, dirisha la kituo cha polisi likafunguka kwa kishindo. Upepo mkali uliingia, ukizima taa zote. Watu walianza kupiga kelele. Mama Juma alikuwa anajua nini ninafanya. Nilikitumia kikata kucha kuanza kukata kamba zilizokuwa zikimfunga Juma. Mkono wake wa kushoto, mkono wake wa kulia, mdomo wake. Niliondoa mkanda ulioshona mdomo wa mwanasesere.
Nilishangaa kuona kwamba uzi mweusi ulikuwa unatukwa na damu kidogo. Sekunde chache baada ya uzi wa mwisho wa mdomo kukatika, simu yangu ililia tena. Niliipokea. Halo? Fatuma? Sauti ya Juma ilikuwa imebadilika kabisa. Ilikuwa na hofu ikitetemeka na ilikuwa Juma halisi. Fatuma, nilikuwa wapi? Kichwa kinauma sana. Naona moshi. Nyumba inaungua. Mama yuko wapi? Ni nani alifanya hivi? Juma, uko huru. Njoo hapa kituo cha polisi mara moja. Nimevunja laana lakini tunahitaji kumaliza hili. Mama Juma alikuwa bado hospitalini, akiamini Juma yuko salama. Nilikuwa na muda mzuri wa kuongea na Juma. Kitu kilichokuwa kimebaki kwenye friza, viungu vya udongo. Nilichukua chupa ya Juma na kukimbia hospitalini. Lengo langu lilikuwa wazi. Lazima nimkabili Mama Juma na kumaliza haya yote. Nilipofika hospitalini, niliona Juma amesimama mbele ya mlango wa Mama Juma. Mama Juma alikuwa chumbani, akipumzika. Mama, utaeleza nini? Kwa nini uko hospitalini? Fatuma anasema ulichoma nyumba. Nini kinaendelea? Juma alipiga kelele, sauti yake ikiwa imejaa machungu. Mama Juma alitoka chumbani akiwa amevaa nguo ya hospitali, macho yake mepesi. Lakini sasa hakuwa na nguvu ya ajabu. Alikuwa ameumizwa. Aliniona, alitabasamu. Kisha akasema, kama hukuivunja chupa, bado nina nguvu. Lakini umesahau kitu kimoja muhimu. Mwili wangu. Kisha akakimbia, akipita kati yetu, akielekea kwenye dirisha kubwa. Kama huwezi kuwa wangu, hautakuwa wa mtu yoyote, alipiga kelele na akaruka kutoka dirishani.